Sasa habari ya usiku. Hello everyone. Majina yangu ni Christopher Mdalo. Mshukuru Mungu kwa wakati huu, wakati ambao unafaa. Ningependa sana nikukaribishe kwa ibada hii kirasmi, kwa maana kuna wengi wametamani kuwa historia yetu leo, lakini hawajapata nafasi. Wajiuliza nini wale wako kwa mtandao, wajiuliza kwa nini wale waliokuwa pale hawajapata nafasi hata kushukuru Mungu. Kuna wengine wamekaa dripu ya maji, yani wamepitisha tu pipe huku kwa tumbo, wanakula na pipe, hawakuli na huku ipitishi chakula. Cha pili, inafaa ushukuru Mungu kila wakati, unapoamka, unapotembea, unapoimba, unapoketi, inafaa ushukuru Mungu. Nitaenda kusoma kitabu cha Colossians, Wakolosai 4:2. Tumalize baadaye tutasoma hiyo andiko. Wakolosai. Kwa maana nataka nifundishe kitu kidogo sana pale. Wakolosai 4:12. Kabla nisome andiko hii, situombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa wakati huu Mfalme, ninakufundisha watoto wako na mamako Mfalme. Yesu kuwajaza, Yesu kuwatia nguvu, Bwana pisiani, because you have kufunika kwa maisha yao Bwana, kuwaondolee. Ajalie neema yako utukufu wako Mfalme, wakujalia neno limo. Unatenda na stahili ambayo utakwambia kwa sumu watakwambia. Amen. Anasema Efra aliyemtuma kwenu, mtumwa wa Yesu, mtumwa wa Yesu Kristo, aliwasalimu akifanya bidii siku yake, ili kwamba msimame mkuwe makamilifu na kuthibitika katika mapenzi yote ya Mungu. Efra alikuwa mwaminifu, alikuwa mtiifu, na anasema ya kwamba Efra huyu alikuwa mtumishi, alitumwa na Paulo. And Efra tunaangalia katika Wakolosai, nataka tuangalie hapa vile inasema, kwa maana tunaweza kuwa tunaongea opposite na kumbe hapo Biblia inaongea tu ile. Wakolosai, Colossians ni Wakolosai. Efra alikuwa mtu ambaye ni mkamilifu mbele za Mungu, mbele za mataifa, bali aliweza kutumikia Mungu. Efra huyu anasema 13. Anasema maana namshuhudia ya kwamba juhudi nyingi kwa ajili yenu, kwa ajili yao waliolaodika, na kwa ajili yao walioko Hierapoli waliweza kuokolewa. Ndio maana Biblia inasema waliweza kuokolewa. Kwa sababu gani? Waliweka akili yao maandiko. Ni Waebrania, kutoka kwa Waebrania 9.
kwa Waebrania, toka kwa Waebrania, toka kwa Waebrania na Wafilipi. Nataka tusikie inasema Kolosai 2:4 kuanzia 4:2 anasemaje mwalimu wangu? Tusikie inasema 2 kuanzia 4 mstari wake wa 12 anasema msikie vile sauti inasema. Anasemaje? Efla ambaye ni mmoja wenu na mtumishi wa Kristo Yesu anawasalimu yeye siku zote, anawaombea kwa bidii kwamba msimame imara katika mapenzi yote ya Mungu, mkiwa wakamilifu na dhabiti. Anatuambia tuwe wakamilifu, tuwe watu wa kutii. Huyu ndiye aliyechaguliwa na Mungu. Aliambiwa nenda uwe, Mungu akamwambia nimekuona wewe ndio mkamilifu, sasa njoo ukae hapa karibu na mimi. So hapo mahali umekaa, nawaza Mungu akufanyie nini? Nawaza Mungu akutendee nini? Na mambo vingine umefanya hazikumpendeza Mungu. Wakolosai 1:4 namalizia na Wakolosai 1:4. Kwa maana kuna watu wamefundishwa sana, although sijasoma sana. 1:4 inasema tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mliokuwa watakatifu wote, tulisikia sauti ya Mungu kuhusu kitu inaitwa upendo. Amen. Tukuwe na upendo, tupendane, tuache chuki, tuache madharau, tuache usengenyo, tuache mambo ya dunia, tupende Kristo. Hapa mahali nimekaa, sijui wewe unaniangalia wewe. Hapo mahali umekaa, nataka Mungu akutendee nini? Akufanyie nini? Wakati unaambia Mungu unataka kitu fulani, Mungu atakupea. Kazi, ndoa, huduma, biashara. Kabla wafanye chombo chochote, chukua chumvi lako. Chumvi weka kwa mkono, sugua hapo, sugua kabisa kama kidogo sana, maji tu kidogo tu kabisa. Sugua, pesa ndo zitaanza kukufuata. Mimi nimefanya mara mingi sana. Nimeona Mungu akinitendea. Sasa tutafute baraka za Mungu. Amen. Tutafute baraka za Mungu. Tusitafute miujiza, tusitafute mafuta, tusitafute maji, tusitafute kitambaa. Hizo ni takataka tuachane nazo. Lakini cha muhimu tafute Ukristo. Nenda na kuinua maisha yako. Yesu akubariki sana. Yesu akutendee mema. Nemesha kitu. Tunakushuhudia utukufu wako na neema yako Mfalme. Ubariki kila mmoja, wainue kila mmoja Mfalme. Ubaya wote Mfalme utakuja kuandama Mfalme. Kila vizuizi, kila ubaya, kila fitina, ondoa ndio usingeni. Midomo mbaya, ajali barabarani, kuna wale wanasafiri Bwana uko pamoja na wao. Bwana visiwe ni kwa ndoa ndiko Yesu Mungu anataka mimi.
Isha kubariki tuonane.